Tunaendelea mahakamani kuhusiana na kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu ameingia na kelele za rais na zinapigwa hapo mahakamani kama kawaida. Ameingia na vibe lake kama kawaida. Majaji wameingia pia hapa na Mheshimiwa Lissu ameanza kupanga makarablasha yake kama kawaida siku zote. Majaji wanaandika na karani anasubiri kuruhusiwa kusoma kesi tayari kwa zoezi la leo kuendelea. Mheshimiwa Lissu amemaliza kupanga vitabu vyake, anavuta kiti chake na anakaa huku akiwa amevalia miwani yake na kombati ya chama, kombati nyeusi. Mheshimiwa Lissu ni kama miezi hii aliyokaa jela mwili wake umepungua kidogo, amekuwa kijana zaidi licha mvi kichwani na anaongezeka kwa kasi. Bila shaka imani yangu inaniambia huko jela kuna muimarisha zaidi. Jaji Nduguru, kiongozi wa jopo la majaji watatu, anatizama kulia na kushoto, amewasha kipaza sauti chake hapa, anamwita karani asome kesi. Askari magereza awamu hii wameacha kabisa kuvaa zile maski zao za kuficha uso. Criminal Session number 1905, anasoma karani. Anasimama mkude, anamtambulisha ajuaje Katuga, Ignas, Thawabu na Kathbeti. Hawa ni mawakili wa serikali. Anasema shauri linakuja kwa ruling, sisi tuko tayari. Jaji anamuuliza Mheshimiwa Lissu, naye anasema yuko tayari. Jaji anasema naomba nianze kusoma uamuzi. Upande wa mashtaka walipomtambulisha shahidi wa 4, mshtakiwa aliweka pingamizi dhidi ya huyo shahidi aliyelindwa na akatoa mapingamizi 5 ambayo yalikuwa ya kisheria. Alijikita kwenye kanuni za ulinzi wa mashahidi, hivyo basi shahidi ya kuendelea ili mapingamizi yasikilizwe na kutolewa uamuzi. Pingamizi la kwanza lilikuwa linahusiana na kanuni ya 3 kuhusu kizimba maalum cha kutolewa ushahidi. Alisema namna kizimba kimetengenezwa, majaji hawezi kumuona shahidi, hivyo hawezi kumtathmini shahidi tabia zake, kwani watakuwa hawamuoni. Kanuni zinasema jaji au kanuni anayo mamlaka ya kutathmini tabia za shahidi, hivyo asipoonekana basi kizimba kipo kinyume na kanuni hiyo ya 3. Wakili wa serikali alisema swala la kizimba ni swala la mahakama, hivyo mshtakiwa asisemee mahakama. Mahakama hii pia hata mshtakiwa asingesema basi ingeona kuwa kizimba hicho hakina sifa ya kuwa kizimba cha shahidi, na kanuni ya 3 inasema bayana. Anasoma hapa hiyo amri ya 3 inasema kuwa lazima jaji amuone huyo shahidi. Tunakubaliana na mshtakiwa kuwa shahidi lazima aonekane kwa majaji, hivyo katika mazingira haya, kwa sababu kizimba kipo, hivyo basi tunaona kirekebishwe ili kiweze kukidhi matakwa ya kanuni ya 3 ya kanuni za ulinzi wa mashahidi. Lakini pia pingamizi la pili linahusiana na kanuni ya 5 kuhusu mashahidi wanaolindwa na namna walivyopatikana. Katika hoja hiyo amri haikueleza. Wakili wa serikali anasema kanuni haiwezi kurekebishwa kwa sasa. Sisi tumesoma kanuni hiyo ya 5 kuhusu shahidi anaweza kulindwa. Nazungumzia mahakama inaweza kuona mtu anayeweza kubainishwa. Sasa maana ya kubainishwa haijaelezwa na haijasema anapaswa kutajwa majina. Mahakama imepitia amri ya ulinzi wa mashahidi, aliona wamebainisha kuwa ni raia. Mahakama iliridhika kuwa mashahidi wasili wamebainishwa na hakukuwa na ulazima kuwa watajwe majina yao. Pingamizi la 3 pia lilijikita kanuni ya 6, kanuni ndogo ya kwanza, linaturejesha kwenye kizimba maalum cha kutolea ushahidi, kwani atashindwa kumhoji shahidi akiwa hamuoni. Wakili wa serikali amesema kizimba ni muhimu kiwepo na inamsaidia shahidi kulindwa, hivyo mahakama imeona ni muhimu mashahidi hawa waendelee kulindwa. Mashahidi hawa kama ambavyo amri ilisema kuwa walindwe kipindi wanatoa ushahidi, na hata wakimaliza tutakubaliana amri hiyo iendelee. Kwa hiyo mashahidi waendelee kulindwa.